bahati mbaya Abdallah, siko tayari kuzungumzia fedha kwa sababu ni kweli kazi ya Zubeda pale Simba ni kuhakikisha Simba inapata mapato, lakini Simba ni klabu pekee ambayo imekusanya mapato. Ukiacha gate collection, ni klabu imejitosha my bro. Tunapokwenda kucheza dabi usitangazie fedha. Kwani nikuulize Abdallah, si tuko tayari kuharibu dabi kwa kupewa milioni 700? Hatuko tayari hata kwa kupewa 1 bilioni, hata kwa kupewa 1 bilioni kwa maana ya kuharibu dabi. Dabi ni mechi inachezwa kwa gharama kubwa, si usitangazie fedha. Si tunakwenda kuzuia kwanza ushirikina, umetuchosha kusema kweli. Wachezaji wetu wanapita changamoto kubwa, tunakwenda kuzuia si Abdallah, tumekwenda kujipanga. Dabi itapigwa Meja Samuyo. Kwa hiyo mimi ni muombe Mwalimu Baka asiendelee kuamini vijana leo. Sisi tunahitaji fainali, tumbonde fainali na tukambonde katika ligi ndani ya uwanja wa Meja Samuyo. Na nitoe angalizo, tuambie TFF hatuko tayari kwa ushamba wowote ambao wanataka kuja kufanya, kwa sababu TFF wana tabia ya ushamba. Yaani hawa jamaa ndo wanaamuru ligi ifanyweje. Wakati ligi inapelekwa Zanzibar, si hatuna kanuni yote. Mimi nikueleweshe, kama nchi nyingi kwa inafuatwa sheria, hatuna kanuni yote na utuonyesha sisi tukacheze mpira ndani ya ardhi ya Zanzibar. Hatuna, kwa sababu kwa mujibu wa taratibu zetu Zanzibar ni nchi inajitegemea mebro, ina ligi, si ndio? Zanzibar wale kina KMKM wanacheza nini? Si wana ligi. Tulipelekwa katika uwanja nje na nyumbani kwetu, wakati kanuni hazituonyeshi. Meja Samuyo ndo eneo pekee tutakalokwenda kucheza mechi. Na sisi tuna hakika ya 99% taktika alikupata matokeo. Meja Samuyo chini ya mwalimu kama jina lake lilivyo, umenielewa? Chini ya Ahura, chini ya Gue, si wa Faransa tunaita Gue, nyinyi sijui mnaitaje. Umenielewa? Nyuma yao kuna Kratos Chota Chama. Yaani mimi nimewahi kuona watu wanapiga pasi, nimewahi kuona midfield, nazungumzia wageni. Kratos Chota Chama ni mtu aliyeweka rekodi Tanzania, 1 karne brother. Nimezungumza sawa hapo Unaweza usione mtu wa aina yake. Mimi natabiri karne miaka 100 ijayo. Bwana, ni muda mrefu sana Simba hatujaonana ndugu yangu. Habari za hapo? Bwana, namshukuru Mungu, mimi niko poa kabisa. Wanasemaje wa Waingereza? 100%. Ndio. Niko poa. Nimejificha Tanga kaka. Umejificha au umefichwa ndugu yangu? Bwana, nimejificha mwenyewe nalima. Bwana, tumefurahi kukuona. Asante sana. Na mimi nafurahi nafurahi kwa sababu sasa niko New Tanga Segera. Location ukiwa unatoka Dar es Salaam, ukishuka stendi kuu ya mabasi ya New Tanga Segera, kushoto kwako utaona kuna nini wanaita hii kitaalamu ni lonji. Hii ni kama lonji Tuna vinywaji vyote ambavyo vinahitajika kupata. Nimejificha hapa maeneo ya New Tanga Segera Abdallah. Ndio. Naam. Kwanza mimi binafsi katika maisha yangu Abdallah, tunafanya vipindi vingi sana. Mimi sijawahi kujua wala kusikia kwa Simba na ni Yanga wanahoja. Mimi sijawahi kusema kweli. Hichi kitu nitazungumza kila nyakati nikiwa maeneo tofauti. Kwa muhimu leo kwa sababu nazungumza ndani ya Simba Fans TV, niseme kwamba mimi sioni hoja ya msingi. Abdallah, nikukumbushe, na ndo kanuni yangu, mimi wanapenda sana kukumbusha matukio. Mechi ya kwanza ya ligi tulicheza katika uwanja wa New Amani Complex. Hii ni Zanzibar, ni Unguja. Nikisema Zanzibar na kusudia Pemba na Unguja. Hii ni Unguja. Alipoulizwa mtu mmoja ambaye anajifunza sana mpira, mimi nitamsema kila siku katika nukta hiyo, mnamuita Alikamwe, sijui ndo mnavyomuita. Alisema sisi ndo tuna maamuzi ya wapi twende tukacheze, kwa sababu sisi ndo wenyeji wa. Ukisikia wapi tukacheze Meja Samuyo haipo. Ukisikia wapi tukacheze Mbeya haipo. Ukisikia wapi tukacheze Iringa haipo. Mantiki yake eneo lolote ambalo lina uwanja ambao kisheria, katika sheria 17 sheria namba 1 inazungumzia uwanja wenyewe. Ukisikia sheria 17 namba 1 inazungumzia uwanja Meja Samuyo. Nadhani katika uwanja kuna michoro imekamilika, pichi iko sawasawa, kwa sababu TFF kama mamlaka wameipitisha, inaweza kufanya kazi yoyote ya kimpira. Hatua ya pili, magoli yamekamilika, si umenielewa? Tunaweka bendera za kona zikiwa zimekamilika. Nini kitakachofanya tusiende Meja Samuyo? Tunachofanya, tunamjibu sasa Alikamwe na wenzie kuwa kama walivyotuambia kuwa wao wana mamlaka na mechi, na sisi ndio hivyo hivyo kaka, tuna mamlaka na mechi. Wapi tutapeleka? Muhimu tusiwapeleke kwenye kitanda tunacholalia.
Muhimu tusiwapeleke katika nyumba tunazokaa Abdallah. Popote tutakapowapeleka waje tumalizane nao. Bahati mbaya, ngoja nikukumbushe Abdallah, hii watu wengi wanasahau. Timu iliyoongoza kuruka ukuta, timu iliyoongoza mwaka juzi na mwaka jana ni Yanga, iliruka mara 28. Abdallah, unarukaje Meja Samuel ukuta? Ndani ya kambi ya jeshi kuna brigadi, sijui wa kambi mnaita, sijui kuna kapteni katika kambi, sijui kuna mamlaka, all unakwenda kukutana mwisho na watu ambao sijui unawaambia nini. Kwa hiyo ndani ya Meja Samuel Abdallah, nikusaidie kitu wanachokimbia jamaa, huwa wana kanuni za kuruka mageti. Sasa tunataka tuone wao wanajiita serikali, isipokuwa sisi tunachokifanya ni kwenda kumgonga Meja Samuel, kwa sababu sikiliza sababu za kimpira Abdallah, sikiliza sababu za kimpira. Hatujawahi kupoteza Meja Samuel, yani hajawahi kutoka mtu salama. Ukiingia ndani ya uwanja wa Meja Samuel umeingia kwenye machinjio. Wao si waliita kule wapi? Walipaita Guantanamo. So waliita Guantanamo Bay. Si hatuna Guantanamo babu, pale ni Sobibo. So umeiona hiyo movie hata mara moja? From Escape. Umeelewa vizuri si tuko Sobibo brother. Waje wakabiliane na Simba tukiwa tuko katika uwanja wa Sobibo. Hilo ni jambo moja katika majambo. Naam Abdallah. Naam. Hoja zao sasa wanazozishikilia kama wanasema kwamba uwanja haukidhi hadhi ya dabi. Yaani kwani sheria namba 1 sinazungumzia uwanja? Speech ukubwa wa mchezo. Uwanja sio ukubwa. Hapana, uwanja sio ukubwa na idadi ya mashabiki. Sisi hatuko katika ukubwa na wao walidhaniaje tutajaza. Simba hatutokuja kwa sababu Simba tunajua tunakwenda kushinda, tutafurahia kwa mabana. Waje wao tu, sisi tutawapisha. Tuko tayari kuuza tiketi zao tu. Yaani mwana Simba asinunue tiketi hata huyu, ili tunawakanda wakati uwanjani wako wao. Kwani dhambi iko wapi? Sisi tumesema hivi kwa hoja ya Ally Kamwe kuwa walikwenda Zanzibar kwa sababu wao ndio wenyeji wa nini. Hata sisi mashabiki wetu hadhi yao haikuwa kwenda kucheza Zanzibar, tulikubali. Sisi tutamalizana nao Meja Samuel. Na sio Meja Samuel tu, nikukumbushe leo tunapozungumza Abdallah, tuna mechi ya nusu finali. Nimuombe kocha Steve Barker. Kocha anayeamini katika vijana zaidi. Umenielewa? Asituwekee vijana. Tuna lengo la kuwagonga mara 2 mwaka huu, kwa sababu mwaka mmoja walisaidiwa na muamuzi. Nikikusudia huu mwaka wa kusaidiwa na waamuzi ni hii tuliopita hapa juzi. Nieleweke, hii ambayo tumemaliza juzi, waamuzi walihusika kusaidia tactically na tulimaliza goli vizuri kupitia mwalimu mwamba wa mpira na wenye mamlaka na soka ya Tanzania wakasema lilikuwa nini? Goli. Sisi hatuna haja ya kupinga. Sisi tunajua tuliwafunga. Tunachokwenda kukifanya tutawafunga tena, kwa sababu inalazimika kuwafunga, wanahitaji tuwafunge, na tunahitaji kuambia mashabiki zetu iko haja ya kuendelea kuwafunga. Kwa Meja Samuel mimi kwangu ni 99%. Kwa maana huwezi kuweka 100%, huwa anafanya Mwenyezi Mungu tu, ila 99 tunakwenda kufunga. Sasa kama kuna swali unawafungaje timu pekee ambayo imetengeneza hatari nyingi katika lango la adui ni Simba Sports Club. Hatujawahi tena, hususan eneo baya kabisa, raundi ya pili ya ligi. Raundi ya pili ya ligi Simba haikuwahi kumwacha muuni yoyote salama. Raundi ya pili ya ligi Simba haikutikiswa nyavu zake na wauni wawili, kwa sababu mimi hamna kitu kimeniuma Abdallah, mimi nikiwa kwenye maiki ndo natoa dukuduku langu. Umenielewa vizuri? Azam kupitia Laurent Ibenge watadhalilishwa. Umenielewa vizuri? Watadhalilishwa sana, kwa sababu Azam bado kuna tatizo. My brother, umeona mpira wa jana. Mimi ukiniuliza Azam walikuwa wanataka nini katika mpira wa jana, sina majibu. Kwa nini? Hawakuonyesha utayari wa kila kitu. Na eneo hilo limekuwa kwa muda mrefu sana. Wanatumika wachezaji wachache tu kwenda fanya Azam kuwa na quality, kwenda kuifanya Azam kuwa bora. Leo wanadhalilika au wasemaji wa Azam kina Zaka za kazi. Wanadhalilika kina nani Ashemwibwe. Wanachokizungumza kifanani kabisa, wakati quality za Azam wako sawa sawa. Ukitaka kupima quality yako Tanzania, pima na Simba Sports. Ukitaka kujua una quality kiasi gani, pima na Simba Sports, kwa sababu hakuna magando, hakuna nini, utacheza katika mpira wa haki. Alafu mimi nisiache kusema nani Abdallah, hichi tutafanya kipindi kama kipindi nagusia. Yaani maneno ya Wilson Huruma mimi wa pili na yabeba.
katika kipindi chako nitasimama. Unajua mimi na hamu ya kushtakiwa. Tutakuja kulizungumza hilo la huruma. Tubaki kwanza hapo. Wapi kwa nini nimemgusa hata huruma kwa muda mfupi? Nimemgusa huruma kwa sababu hata kilichotokea jana mimi bado nina mashaka. Unaelewa? Mimi sijawahi kuamini kwamba kuna siku Yanga walikuwa vizuri wakamfunga mtu akiwa vizuri. Niliwahi kuamini mwaka mmoja katika miaka minne wakiwa mabingwa. Wakati kina Feston Kalala Mayele wanakuja. My brother, ilikuwa uwezi kupinga. Unasema Yanga wana kila kitu, wanakaba kwa wakati, kipindi kilichobaki zote mimi naona changamoto. Kwa hiyo mimi nimuombe Mwalimu Baka asiendelee kuamini vijana leo. Sisi tunahitaji finali, tumbonde finali na tukambonde katika ligi ndani ya uwanja wa Meja Samuyo. Na nitoe angalizo, tuambie TFF hatuko tayari kwa ushamba wowote ambao wanataka kuja kufanya, kwa sababu TFF wana tabia ya ushamba. Yaani hawa jamaa ndo wanaamuru ligi ifanyweje. Wakati ligi inapelekwa Zanzibar, si hatuna kanuni yote. Mimi nikueleweshe, kama nchi nyingi kwa inafuatwa sheria, hatuna kanuni yote na utuonyesha sisi tukacheza mpira ndani ya ardhi ya Zanzibar. Hatuna, kwa sababu kwa mujibu wa taratibu zetu Zanzibar ni nchi inajitegemea, mebro, ina ligi, si ndio? Zanzibar wale kina KMKM wanacheza nini? Si wana ligi. Tulipelekwa katika uwanja nje na nyumbani kwetu, wakati kanuni hazituonyeshi. Meja Samuyo ndo eneo pekee tutakalokwenda kucheza mechi. Na sisi tuna hakika ya 99% taktika alikupata matokeo Meja Samuyo chini ya mwalimu kama jina lake lilivyo, umeelewa? Chini ya Ahura, chini ya Gue, si wa Faransa tunaita Gue, nyinyi sijui mnaitaje. Umeelewa? Nyuma yao kuna Kratos Chota Chama. Yaani mimi nimewahi kuona watu wanapiga pasi, nimewahi kuona midfield, nazungumzia wageni. Kratos Chota Chama ni mtu aliyeweka rekodi Tanzania, one karne brother. Nimezungumza sawa hapo Unaweza usione mtu wa aina yake. Mimi natabiri karne miaka 100 ijayo kupata mchezaji wa Chama sijui. Kwako Abdallah. Labda tumalizie Sefu. Naam. Matokeo ama fedha. Imekuwa miongoni mwa sababu ambazo zinazungumzwa kwamba Simba atapoteza matokeo. Watapoteza fedha nyingi sana kwenye mchezo huu. Walichokiangalia viongozi wa Simba kwa upande wao. Bahati mbaya Abdallah, siko tayari kuzungumzia fedha kwa sababu ni kweli kazi ya Zubeda pale Simba ni kuhakikisha Simba inapata mapato, lakini Simba ni klabu pekee ambayo imekusanya mapato. Ukiacha gate collection, ni klabu imejitosha my bro. Tunapokwenda kucheza dabi usitangazie fedha. Kwani nikuulize Abdallah, si tuko tayari kuharibu dabi kwa kupewa milioni 700? Hatuko tayari hata kwa kupewa 1 bilioni, hata kwa kupewa 1 bilioni kwa maana ya kuharibu dabi. Dabi ni mechi inachezwa kwa gharama kubwa. Si usitangazie fedha. Si tunakwenda kuzuia kwanza ushirikina, umetuchosha kusema kweli. Wachezaji wetu wanapita changamoto kubwa. Tunakwenda kuzuia Abdallah, tumekwenda kujipanga. Dabi itapigwa Meja Samuyo. Nisisahau Abdallah. Mimi hapa nazungumza chini ya mwamvuli wa New Tanga Segera. Na kikubwa kilichonileta New Tanga Segera, tutakuwa na boxer hapa. Sisi ni miongoni mwa baadhi ya sponsor wa boxer. Umeelewa Itakuwa New Tanga Segera nikimaanisha eneo la Segera. Yaani mtu yoyote atakayeshushwa na basi ndani ya stendi kuu ya Segera, mbele yako utaiona New Tanga Segera. Mwezi wa 6 tumeandaa boxing. Hilo siwezi kuacha kuzungumza. Unahitaji mapumziko, unahitaji kupata upepo, unahitaji kuja kuangalia ngumi mwezi wa 6. Unahitaji unachohitaji, hatuwezi kusema mengi. Fika New Tanga Segera, na hatuna muda mrefu tumekubaliana tutakuwa tunafanya massage na vitu vingine New Tanga Segera, Mungu akitaka. Ndio nilipo mimi nimepumzika. Mng'ao wote unaoona unasababishwa na eneo hilo.